Maandamano ya kupigania haki yako au nini yanaingilianaje na biashara ya mtu mwingine ambaye na yeye pia yuaidia? Labda hayo na unyanyasaji yeye pia yuko ndani, yanamuhusu. Imam al-Hussein alipambana kwa ajili yetu sisi kama jamii tufikie hapa leo tulipofikia, na bado hatujafikia pazuri. Ameng'ang'ana kufikia hapo alipofikia. Kwa dakika moja, dakika mbili umemfanya amerudi chini katika maisha yake. Kuna wakati sisi watu tunataka sema mtu amekuja majlis kwa ajili ya nini? Ya kula, sio? Mwache aje kwa ajili ya kula. Kwa amali ndogo yoyote inahitajika tu iwe na kitu kimoja, ambao kitu kile ni nini? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ya kuingia katika viwanja hivi vitukufu vya mwezi huu mtukufu wa Muharram, ambao ni katika ile miezi mitakatifu ambayo hata zama za ujahilia ilikuwa mapambano ndani yake na vita ndani yake vimeharamishwa. Lakini mwezi huu sisi tunapoingia huwa tunakumbuka matukio adhimu, matukio ya kusikitisha yaliyotokea katika masiku haya katika ulimwengu huu kwa mtu mtukufu katika zama zile ambayo hakuwa na mtu mtukufu zaidi yake. Mwaka unapobadilika kikawaida, kwa huku kwetu watu wamezoea kusherehekea mwaka mpya. Hasa miaka aina yote tulionayo kulingana na kalenda tofauti tofauti tulizonazo. Na mara nyingi katika nchi yetu ya Kenya, kwa sababu kalenda kubwa inayotumika ni kalenda ya miladia, basi tunapozungumzia mwaka mpya watu wanaelewa sura ambayo tunaipata. Sisi tunapoingia mwaka mpya huu wa Hijiria, tunakuwa tunaingia katika mwezi huu mtukufu ambao ndani yake kuna mtukufu ambaye aliweza kufanywa matukio ya kinyama
ambayo hayana mfano wake, ambaye si mwingine ni al-Imam al-Husayn alayhi salam. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Kwa hiyo tuko katika mwezi ambao ni mwezi wa huzuni, mwezi ambao ndani yake ameuliwa mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa njia ya kinyama, na njia ambayo binadamu na ubinadamu wake anapoliangalia jambo hili linampa sura ya watu wa upande wa pili waliolifanya jambo hili kwamba walikuwa watu aina gani. Kwa hiyo mwezi ni mwezi wa huzuni, mwezi ni mwezi wa kumkumbuka Abi Abdullah al-Husayn alayhi salam. Lakini viwanja hivi ni kama wakati tunapoingia katika viwanja vingine. Hivi karibuni tumepitwa na mwezi mtukufu wa Ramadhan ambao ndani yake watu walikuwa na mengi ya kuyafanya kulingana na hutuba ndefu aliyotoa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, akijaribu kuwaelekeza Waislamu na walimwengu vipi wataweza kuingia katika uwanja ule, wataweza kuingia katika masiku yale na kutoka wakiwa wamefaidika na yale masiku. Vile vile tunapoingia katika mwezi mtukufu wa Muharram, kando na amali nyingi ambazo zimeelezwa ndani yake, kando na tausiati nyingi ambazo ziko ndani yake, lakini jambo moja muhimu ambalo tunatakikana kulizingatia ni sisi sote kuwa na mchango katika masiku haya. Al-Imam al-Husayn alayhi salam, kuna sauti ambayo imebaki katika masikio ya watu wote katika huu ulimwengu wakati alipokuwa katika ardhi ya Karbala akisema hal min nasirin yansurna. Maneno haya wanaeleza wasomi kwamba hayakubaki kwa waliokuwa katika uwanja wa Karbala, kwa sababu waliokuweko katika uwanja ule walikuwa na hakika kwamba watakufa, sio? Na wote walikuwa na hakika kwamba wametoka kwa ajili ya kumnusuru nani? Al-Imam al-Husayn alayhi salam. Kwa nini sauti hii ilitoka kwa al-Imam al-Husayn? Akielewa kwamba maswahaba aliokuwa nao wote wamekufa, watu wake aliokuwa nao wote wameuliwa. Kwa hiyo sauti hii ilikuwa ni sauti ambayo inatembea nje ya uwanja wa nini? Wa Karbala. Sauti ambayo inatakana kutembea katika ulimwengu wote, na alhamdulillah sauti hii ya al-Imam al-Husayn imeingia katika kila sehemu katika huu ulimwengu. Hal min nasirin yansuruna. Kwa hiyo sote tuna jukumu la kuhakikisha kwamba tunamnusuru nani? Al-Imam al-Husayn alayhi salam. Na inawezekana njia na namna ya kulifanya jambo hili likawa na tofauti, kila mmoja kulingana na viwanja vyake na hali zake na nafasi alizonazo. Ikiwa wewe ni seremala, kwa mfano ni mtu wa mbao na nini, unapojitolea ukatengeza member hii ambayo tunaitumia hapa leo hii, au ukatengeza hii kwa ajili ya nani? Ya al-Imam al-Husayn alayhi salam, utakuwa umeitikia hal min nasirin yansurna ama haujaitikia? Umeitikia. Kwa sababu ni sababu ya watu kuja hapa leo na kuweza kufanya haya yanayofanyika katika viwanja hivi. Kwa hiyo wakati tunapoingia katika mwezi mtukufu wa Muharram, tukiwa leo ni usiku wa pili wa mwezi huu, sote tuna nidaa hii ya al-Imam al-Husayn ambayo sote tunaisikia na tumeisikia. Lakini inafikia wakati kwamba kila mmoja anatakana kuangalia lipi anaweza kuchangia katika njia hii ya al-Imam al-Husayn alayhi salam. Mara nyingi tunaposema labbaika ya Husayn, kuna watu wanasema labbaika inafaa kuwa ya nani? Ya Mwenyezi Mungu, sio? Tukam tuseme labbaik Allahumma labbaik, so labbaika ya Husayn. Na wengine wakafasiri kwamba hii ni nini? Ni shirki. Lakini
watu wakisimama na al-Imam al-Hussein, nadhani hapa ndio huwa tunatofautiana na baadhi ya watu katika kumuelewa nani al-Imam al-Hussein. Wakati unaposema labbaika ya Hussein, huwa unamaanisha nini? Nadhani inarudi mpaka inaeleweka kwamba labbaika ya Hussein maana yake ni labbaika Allahumma labbaika. Utakaposoma kwa nini al-Imam al-Hussein alifikia wakati akaona kwamba kutulia kwake sio sahihi, bali anabidi afanye nini? Atoke kwa ajili ya kuhakikisha kwamba adhan na ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammada Rasulullah inabakia katika ulimwengu kwa maana yake inayotakana kubakia. Isibakie tu ni nyimbo watu wanaiimba katika nini? Katika misikiti. Na ndio pale aliposema al-Imam al-Hussein, ala tarawna anna al-haqqa la yu'malu bihi. Je, hamuoni kwamba haki haifanyiwi kazi? Wa anna al-batila la yutanaha. Na maovu na batili watu hawakatazani. Imefikia wakati kwamba dhamiri ya binadamu, dhamiri ya umma uliokuwepo imekufa, na maovu yamebadilika kuwa ni nini? Ni mazuri. Na mazuri yamebadilika kuwa ni maovu. Viongozi ambao ni viongozi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambao wana haki ya kuongoza umma, wamebadilika kwamba wao ndio madhalimu, na wale madhalimu wamebadilika wao ndio kina nani? Ndio Amirul Mu'minin. Ilifikia wakati kwamba Muawiya na Yazid wanajulikana kwamba wao ndio viongozi wa waumini. Na tarehe vyote utakavyoisoma kwa namna yoyote ile, kwa miwani yoyote utakayoivaa, wakati ukivaa ukianza kumsoma Yazid ukamsoma na Muawiya, utawapata katika haki na namna ya yakini waliokuwa nayo wao, na sura yao halisi ilikuwa ni gani. Na wakati huo unaporudi kwa al-Imam al-Hussein, hauna haja kutumia miwani yoyote. Ni mujarrad wa kumwangalia al-Imam al-Hussein nani, ukarudi kwa nasaba yake na aliyokuwa anayapigania, utamuelewa kwamba yeye alichokuwa kimemtoa ni kitu gani, na alichokuwa anakisimamia ni kitu gani. Kwa hiyo ile sauti na kazi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliyokuwa ameifanya kwa miaka 23, kazi kubwa ya kuhakikisha kwamba sisi tunafikiwa na Uislamu huu tulionao, tunakuwa binadamu kwa maana ya binadamu. Kwa sababu kuna wakati wewe uko katika huu ulimwengu, lakini unayoyafanya, unayoendea yote hayafanani na ubinadamu. Lakini ubinadamu ule ambao aliutaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na akamtuma mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kuhakikisha kwamba Muhammad wa ali Muhammad, kwamba ubinadamu huu unafika na ujumbe wake unafika kwa binadamu, ulikuwa katika hatari ya kufutwa na kupotea. Na ndio ilikuwa siasa ya Bani Umayya ya kuhakikisha kwamba haya yote yaliyofanyika na mtume, mbinu zote alizozitumia mtume kuhakikisha kwamba ujumbe wa Mwenyezi Mungu unafika, madhila yote aliyoyapitia na maudhi yote aliyoyapitia, yalikuwa katika hatari kwa muda mchache kuhakikisha kwamba haya yote yanaingia katika kaburi la sahau, na kuna Uislamu mpya na njia mpya na propaganda nyingi ambazo zinatengezwa sasa ziwe ndio Uislamu ambao watu wanatakana kutembea nao, kama ulimwengu ulivyo katika hali zetu za leo. Bil munasaba, tukikumbuka mapambano yaliyokuwa juzi baina ya Irani na Israel, nadhani mtapata kwamba kiasi gani mapambano ya muda mchache yameitoa sura halisi ya kina nani wanasimama na haki na kina nani wanasimama na batil. Hani hii ni sura ndogo ambayo inaweza kupa kazi aliyoifanya nani? Al-Imam al-Hussein alayhi salam, kwa muda aliotumia mpaka kwenda kuuliwa katika ardhi ya nini? Ya Karbala. Kwa sababu moja ya malengo ilikuwa ni kuhakikisha kwamba sauti halisi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya Uislamu
ujumbe aliokuja nao Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, watu wanafanya nini? Wanaujua, na sauti hii inawafikia, na kwamba yote waliokuwa wamepambiwa mbele ya macho yao sio nini? Sio halisia. Na ndio maana baada ya kuuliwa al-Imam al-Hussein, kwa muda mchache kukaja thaura nyingi ambazo zilifanyika, kwa sababu watu walikuja wakaona sura halisi ya nani? Ya Yazid bin Muawiya na Bani Umayya. Na haya ndio aliyataka al-Imam al-Hussein alayhi salam. Vita vya siku 10 na ngapi? 12 vimetoa sura ya kina nani wanasimama na wadhulumiwa katika huu ulimwengu, na nani anayefanya nini? Anayedhulumiwa, na ni nani ambaye siku zote ndio ni mchokozi, alafu wakati akipigwa anaenda kando anasema jamaa amefanya nini? Amenipiga. Siku 12 zimetosha, wenye akili wote ulimwenguni wamepata sura ya mambo inavyotakikana kuwa. Mmoja alikuwa anaeleza kazi ambayo ilikuwa tunaifanya sisi kwa miaka mingi, kueleza watu jamani, sisi misimamo yetu ni hii, Irani inasema vile, Irani inasimama hivi, na Mashia mtazamo wao ni upi, sio? Haya yote ilikuwa tuna kazi ya member kufanya kazi kwa miaka mingi, sio? Lakini kwa muda wa siku 12 bila ya maneno, kwa vitendo katika uwanja, mpaka wale ambao walikuwa hawaelewi mambo wamefika wakati wakafanya nini? Wakaelewa. Sura halisi ya mambo ikaja mbele yao. Kuna mmoja katika mitandao alikuja akaandika message ndefu sana akiomba msamaha. Anasema sisi ilikuwa tunakaa siku zote tunaambiwa Mashia A, B, C, Mashia wana hili na lile, Mashia si Waislamu, Mashia ni hili na hili. Lakini kwa mapambano haya ya siku hizi na maneno niliyokuwa ninayaona na misimamo aliyoiona, akasema sidhani kwamba yote yaliyokuwa yakiongelewa ni ya nini? Ni ya kweli. Na nafikia wakati mimi niombe msamaha kwa yale yote niliyokuwa nikiyasema. Tuhuma alizokuwa akizitema, mambo maovu alikuwa akiyazungumzia watu bila kuhakikisha yote. Akafikia kwa dakika, kwa masiku, akafikia wakati aseme kwamba yote inabidi nimuombe Mwenyezi Mungu msamaha, na mtazamo wangu kuanzia leo si ule tena uliokuwa hapo juu. Hii ndio thamani ya kusimama na haki. Kwa hiyo al-Imam al-Hussein alayhi salam, sisi tukiwa katika viwanja hivi tunakumbuka kwamba sote tunatakikana kusimama na njia ambayo ni njia sahihi, kwa thamani yoyote ile ambayo mtu atakuwa ako nayo, awe tayari kuitoa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba haki inafanya nini? Inasimama, na batili inafanyaje? Inaanguka. Aya niliyoitanguliza ni aya ambayo kwamba sote tumeihifadhi, sio? Faman ya'mal mithqala dharratin, tuanza na sharra au na khairan? Naam, khairan yara. Waman ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Binadamu katika huu ulimwengu ameletwa afanye vitendo, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ulimwengu tulionao ni ulimwengu wa amal. Sawa, ulimwengu wa amal. Amal kwa maana kwamba vitendo, na watu kuanzia unazaliwa mpaka unaondoka katika huu ulimwengu, tuna mbio nyingi, hakuna kupumzika. Mmoja alikuwa anasema ulimwengu sio ulimwengu wa raha, hakuna raha ulimwenguni, kwa sababu siku zote tuko kwenye nini? Tuko kwenye mbio. Raha ziko upande wa pili. Hapa kwetu hata ukila vizuri waweza kushika tumbo umevimbiwa, tena unasumbuliwa na tumbo na umekula pilau, chakula ambacho umesema ni kizuri. Hakuna raha. Kila kitu kina mambo yake. Lakini ulimwengu wa pili, kwa wale ambao watafaulu na Mwenyezi Mungu inshallah tujalie katika wao, tutaenda sehemu ambayo itakuwa ni neema na raha za upande ule, bila dhiki. Kwa hiyo sisi tunachotakana kufanya hapa ni amal. Lakini amal tunayotakana kufanya ni amal aina gani? Ndio Mwenyezi Mungu akasema ayyukum ahsanu amala. Yeye alisema moja kwa moja yule ambaye atafanya, tutataka tuangalie, yani sote tunafanya hasan, sio?
lakini yeye anasema liyabluwakum ayyukum ahsan. Yani kuna mapambano, si mapambano baina ya ovu na jema. Mwenyezi Mungu anazungumza kwamba watu wapambane kwenye nini? Mitihani yetu, tuangalie nani atakuwa na amali bora zaidi kuliko mwingine. Ayyukum ahsanu amala. Huu ndio ulimwengu wa amali. Lakini chochote tunachokifanya katika huu ulimwengu, Mwenyezi Mungu anatuambia kwamba hata kiwe kidogo kiasi gani, hata kiwe kidogo kiasi gani, faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara. Kwa zama zile walikuwa wanasema dharra ni kitu kidogo kama nini? Kama mdudu chungu. Kwa zama zinavyoenda watu wamegundua kwamba dharra, hata mdudu chungu ni mkubwa. Kuna vitu vidogo zaidi ya hapo. Sasa kitu kidogo zaidi ya hapo Mwenyezi Mungu anafanya nini? Anakiweka katika hisabu siku ya kiyama. Sawa sawa? Tukatoe pamoja hapa. Kitu kidogo kwa kiasi cha nini? Cha dharra. Mwenyezi Mungu anafanyaje? Binadamu yoyote atakayekifanya kitu hata kidogo kiasi hiki, mbele ya safari kitu kile atafanya nini? Atakiona. Ikiwa ni shari au ni nini? Ni khairi. Iwe ni khairi au ni shari. Kwa kiasi chochote kile utakachokifanya, mbele ya Mwenyezi Mungu utafanya nini? Utaenda kukiona. Yaani binadamu mwenyewe atakiona kitu chake alichokitenda. Na hapa mufassirin wanakuja wanaeleza kwamba inazungumzia tajassudul a'mal. Kuna nadharia ya kwamba vitendo tunavyofanya sisi siku ya kiyama vitakuja kwa shakli tofauti tofauti. Sasa tuona mbele yako malaika, tuona mbele yako sijui nini, ukiuliza kumeendaje? Sasa mimi ni swala niliyofanya nini? Niliyoswali, ni saumu uliofanya nini? Ulioifunga. Na vile vile upande wa pili kwa wale waliotenda maovu, kuna ashkali mbalimbali zitakuja mbele yao, ukiuliza kumeendaje, ambao ni ule uongo uliosema, ni ile zina ulioifanya. Tajassudul a'mal, kwamba matendo yetu yatakuja kwa shakili ya nini? Ya maumbo na maumbile siku ya kiyama. Kwa kila mmoja ataona amali zake alizofanya nini? Alizozitenda. Hapa inakuja kwamba Mwenyezi Mungu ni dakiki, na hisabu ya siku ya mwisho si hisabu rahisi, kwa sababu kila kitu utakachokifanya wewe kitafanyaje? Kinaingia katika hisabu za nani? Za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa pamoja? Sasa hapa ndio tunarudi tena kwamba sisi Mwenyezi Mungu ametupa taufiki ya kutujalia kuona mwezi huu mtukufu wa Muharram. Na Mwenyezi Mungu inshallah atatufikisha paka Ashura, na siku ambazo ni siku za kilele cha masaib, siku aliuliwa al-Imam al-Hussein alayhi salam. Dauri yetu ni gani na michango yetu ni ipi? Bila kudharau chochote utakachofanya nini? Utakachokifanya, kwa sababu mithqala dharratin khairan yara, ni kwamba wewe chochote kidogo utakachokifanya mbele ya Mwenyezi Mungu utafanyaje? Utakiona. Kuna mabwana wamekuja hapa, mmoja amesoma shairi, mmoja ameimba, mmoja amesoma Qur'ani, mmoja amesoma dua. Hizi zote kila mmoja atafanyaje? Ataziona, sio? Amali hizi inawezekana ni kubwa. Kuna mtu ataingia hapa, ataona karatasi hapa ndani ya Husainia, akaona takataka, akaichukua, akafanyaje? Akaitoa nje. Katika hesabu yako inakuwepo kwamba hiyo una thawabu ama hauna? Sababu ni kitu unaona tu ni karatasi nimechukua, nimefanyaje? Nimetoa nje. Kuna watu wanakuja wanafagia hapa kuhakikisha kwamba majlisi inakuwa salama. Kuna mtu anahakikisha kwamba nidhamu inapatikana ndani ya majlis. Kila mmoja ana namna yake. Masiku haya ni masiku ya kuwanywesha watu maji, juice, sio?
ambao sehemu nyingi wanakuwa na maukibu ambazo zinakuwepo za kuhakikisha angalau kunatolewa vitu viwili vitatu kwa ajili ya nini? Ya dhikra ya nani? Ya al-Imam al-Hussein alayhi salam, na madhulumia yaliyofanywa kwa al-Imam al-Hussein, wakati tukisimama tukisema sisi tuko dhidi ya hivi vitu. Kwa hiyo chochote ambacho kitakuwa kinachangia katika kuhakikisha kwamba risala na ujumbe wa al-Imam al-Hussein alayhi salam kwa kiasi chochote kile itakachokuwa kidogo, kiasi chochote kile unachofikiria, ujue hiyo ni khair, na mbele ya Mwenyezi Mungu utafanya nini? Utaiona. Kwa pamoja, mujarrad wa kuhudhuria katika majalisi hizi pia ni khair ambayo mbele ya Mwenyezi Mungu utafanyaje? Utaiona. Sallu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Kwa sababu ihya ya mambo ya maimamu alayhi salatu wassalam, kila mmoja ana dauri yake. Khatibu hapa akibaki peke yake nadhani taona majlisi hata haina maana yote. Lakini kwa sababu ya wewe umefunga safari yako, umetoka nyumbani umekuja hapa kwa sababu ya majlis, hiyo ni khair ambayo mbele yako utafanya nini? Utaenda kuiona. Kwa sababu ni masiku haya ya kumzungumzia Abi Abdullah alayhi salam, na kila mmoja anatakana kuwa na daur. Kwa hiyo vijana, watoto, kila mmoja lazima awe na mchango katika safari hii. Sisi katika kituo hiki nadhani kuna mambo mengi yatakana kupita hapa, si lazima shekhe aje aombe. Tuna thakafa sisi mpaka shekhe asimame aseme jamani tunataka shilingi 10 za nini? Za kununua hiki na hiki kwa ajili ya majlis. Hapana. Kwa unawezekana una kitu chako ukaamua ukilete hapa, hata leo ukaja ukagawa hapa Tropical, sio? Baada ya majlis ni thawabu kwako. Ni kitu kidogo, sio? Sababu lakini wewe unafikiria mtoto mdogo kama huyu ukimpa peremende kwake ni nini? Ni zaidi ya pilau unayokula wewe. Sababu kwake amefurahi sana, ni kitu kwake yani kina maana sana kubwa kuliko hata hayo mengine. Kwa sababu kila mmoja na miaka yake na kitu chake ambacho anakithamini. Hani wewe sasa kuna baadhi ya vitu ukipewa utaona ni kitu cha kawaida, lakini kwa mtoto mdogo akipewa kwake ni kitu kikubwa sana. Na hata kusahau wewe kama mtu mzima, akikuona atakukimbilia kusalimia kwa sababu siku moja ulichukua biskuti ukafanya ukampa. Hivi ndio watoto uchukuliwa huko, sio? Biskuti ni nini vidogo vidogo hivi. Kesho na kesho kutwa kuna habari hii na ile imeendelea, sio? Lakini tunaweza ifanya hiyo kwa ajili ya kuwaleta watu kwa ajili ya nani? Ya al-Imam al-Hussein alayhi salam. Ni khairan yara. Na hata unwan, kuna wakati sisi watu tunasema mtu amekuja majlis kwa ajili ya nini? Ya kula, sio? Mwache aje kwa ajili ya kula. Kwa sababu kwa ajili ya hiyo kula ambayo mmoja amechangia, alichangia kwa sababu watu wafanye nini? Wala waila wewe ukitoa chakula watu wasile, itakuwa faida yako nini? Kwa hiyo waache watu waje wale. Wakija wakila wamekaa wamemsikiza al-Imam al-Hussein, amechukua muda wake kaa katika majlis. Wewe shida yako nini kama ni yake ni kuja kula? Mwache wale. Kwa sababu hata aliyetoa kwa sababu watu wafanye nini? Wale. Kwa hiyo kila mmoja ana mchango wake. Tusubiri kwamba fulani ndio atakana kuchangia. Majlis ya al-Imam al-Hussein ni majlis ya kila mmoja wetu. Imam al-Hussein alipambana kwa ajili yetu sisi kama jamii tufikie hapa leo tulipofikia, na bado hatujafikia pazuri. Bado tuna haja ya kuisoma thaura ya al-Imam al-Hussein, kusoma nahdha ya al-Imam al-Hussein, kuhakikisha kwamba hali zetu siku kwa siku zinafanya nini? Zinabadilika, zinaenda katika hali nzuri zaidi ya hali tulizonazo leo. Kwa hiyo kila mmoja hakikisha kwamba chochote alichonacho, fikra, kuna mtu hana cha kutoa lakini ana nini? Ana fikra, sio? Ambao unaweza ona haina maana yote, lakini fikra yako hiyo ikafanya labda majlisi yetu ikawa majlisi bora zaidi, majlisi ikapambika zaidi. Una kitambara chako cheusi, kuna sehemu bado ni nyeupe, ukaitoa ukafinika ile sehemu, bado wewe ni nani? Umechangia. Kwa hiyo kuna mambo mengi sisi tunatakana kuyafanya nini? Kuyaangalia. Faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara
wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Mistaki kuzungumzia ya sharran yara, unataka hapa kwenye khair. Leo tuko usiku wa ngapi? Wa pili. Bado tuna siku nyingi mbele yetu paka Ashura. Bado tuna mwezi wa Safar ambao ndani yake amekufa nani? Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na ndani yake pia ni 40 ya nani? Ya al-Imam al-Hussein alayhi salam. Kwa hiyo sisi tuna miezi miwili, yote hii ni miezi ya kuhakikisha kwamba sauti ya al-Imam al-Hussein inafanyaje? Inatembea katika ulimwengu, inaingia katika majumba yetu, inaingia katika hali zetu zote tulizo nazo. Nisome hapa kwamba amali ndogo yoyote inahitajika tu iwe na kitu kimoja, ambao kitu kile ni nini? Ni ikhlas na takwa. Basi mbele ya Mwenyezi Mungu itibar alionayo ni amali yako hiyo uliyoifanya iko na nini. Taka tuwe pamoja. Kuna mtu ataleta gari hapa, amejaza ndani yake nini? Chakula na kila kitu kwa ajili ya majlis. Ni kitu kizuri, sio? Lakini nia yake ilikuwa ni gani? Na je, mbele ya Mwenyezi Mungu aliifanya roho yake ilikuwa inasema nini? Hii nukta muhimu. Kwa inawezekana amal kwa dhahiri ya macho yetu ikawa ni kubwa, lakini kwa Mwenyezi Mungu ikawa haina lolote. Ala kukawa na amali ndogo kwa macho yetu, lakini kwa Mwenyezi Mungu ikawa ina nini? Ina nafasi kubwa zaidi. Amali bitakwa ashadda ihtimaman minka bil amali bighairi. Kitendo chochote, amali yoyote unaifanya, uifanye ndani yake ikiwa na ikhlas, ikiwa na uchaji Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani yake. Kwa pamoja? Anasema umuhimu wako wote upeleke kwenye nini? Katika takwa. Si katika amali unayofanya nini? Unayoitenda. Amali unayoitenda inawezekana ikawa kubwa ikawa ndogo, lakini ihtimamu yake na uangalie kwamba katika amali ile kuna ikhlas ya nani? Ya Mwenyezi Mungu, unaifanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, ama kuna masalih mengine ambayo yako nje katika mambo unayoyatarajia katika amali unayoifanya. Hii ndio muhimu. Mtume anasema kwamba ihtimamu yako wote, umuhimu wako wote, kitu unatakana kukichunga wakati ukifanya jambo, uhakikisha kwamba ihtimamu yako inakuwa katika takwa ya kile kitu unachotaka kukifanya. Je, tumekifanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu? Sasa kuna kitu cha kujigamba zaidi ya kutoka na kupambana? Jenzi wamekuwa uwanjani juzi, sio? Wakauliwa waliouliwa, wakabaki waliobaki. Tatoka sema sisi ndio tulifanya nini? Tulitoka kwenda kufanyaje? Kupambana, sio? Kama sisi jamaa wangewanyanyasa sana, sio? Ni fakhari, si alitoka kupambana. Lakini al-Imam al-Hussein si pia alitoka, lakini yote aliyoyafanya alisema yote ameyafanya kwa ajili ya nani? Ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mpaka watoto wake wachanga wakatoka kwa ajili ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Mtoto wake mchanga alipopigwa mshale alimweka juu akimwonyesha Mwenyezi Mungu kwamba umeridhia sasa ama bado? Kwa sababu ridha ya Mwenyezi Mungu ndio iliyokuwa ikifanya nini? Ikitafutwa. Sitaki kuingia upande wa Gen Z, nadhani tushawahi kuongea nyuma katika maandamano ya Gen Z ya mwaka jana, kama watu wanakumbuka, kwamba unapotoka kama Gen Z, sio? Gen Z wa Kishia, Muislamu mshia. Nataka tushikane vizuri hapa. Haui sawa na Gen Z mwingine wa kawaida, kwa sababu mabadi na ahdafu zinatakikana kila mmoja aziweke malengo yake kulingana na background yake yeye ni nani. Hii ni muhimu sana. Sio mtu amewaka huko kichwa kimechanganyikiwa anaingia barabarani kila kitu anachokiona na anikawa, kwa mfano yaliyotokea ya watu kuvunja maduka, watu kuibiwa,
watu kuna mama alikuwa anamuona analia stock yake ya milioni 2 au zaidi, yote imefanya nini? Imepotea. Irudi katika haya kama wewe umeshiriki katika hili. Irudi sasa, urudi katika imani yako kama Muislamu, kama mfasi wa madrasa ya nani? Ya Ahlul Bait alayhimus salatu wassalam, na kama mfasi wa Imam al-Hussein. Tuko katika masiku ya nini? Ya Muharram haya. Uangalie kwamba hilo la kuibia mtu, je, linaingia katika mizani zetu ama halipo? Bila shaka jawabu halipo. Maandamano ya kupigania haki yako au nini yanaingilianaje na biashara ya mtu mwingine ambaye na yeye pia yuailia, labda hayo unaonyanyaswa yeye pia yuko ndani, yanamuhusu. Amengangana kufikia hapo alipofikia kwa dakika 1, dakika 2, umemfanya amerudi chini katika maisha yake yote. Mambo ambayo ameyapigania kwa miaka mingi, sio? Mmoja alikuwa anasema, mimi bwanangu amekufa juzi tu, nimeamua kusimama kwa ajili ya kuwalea watoto wangu. Ni mama mjane ambaye hana nani? Hana bwana na ana nini? Ana watoto anatakana kulea. Na system zetu sisi na mambo ya mayatima hata hatuna habari kamwe. Ni mwenyewe asimame, sio? Amejisukuma amesimama, ghafla watu wamepita na milioni 2 yote. Sasa sisi kama wafasi wa Ahlul Bait, wewe jenzi wa Kishia, jenzi mfasi wa Imam Hussein, inakuruhusu Imam Hussein ako pamoja na wewe kwenye hili? Naam? Jenzi mpo? Imam ako pamoja na wewe? Ndio ninaposema sasa jenzi wa Kishia anatakana kuwa tofauti na jenzi mwingine yoyote yule, kwa sababu wewe unatembea katika mipaka ya Uislamu, mipaka ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mipaka ya Ahlul Bait alayhimus salatu wassalam, katika madrasa hii kubwa ya Imam al-Hussein ambayo inatufundisha sisi namna gani ya kuchunga haki ya mtu, haki ya jirani, sio? Uislamu mpaka kelele ukipiga jirani akiwa anaudhika, hiyo kelele yako ni haramu, sio? Hata kama ni majlis. Unapata? Ani kando kuna jirani anaudhika kwa sababu ya majlis na kwa sababu ya nyinyi mnapiga matam ndani na kifua. Akisema jamani, mimi hizo kelele zenu zinaniudhi hata kama ni ibada zenu. Inatakana sisi kama Waislamu tuchunge haki yake, kwa sababu ana haki ya kutulia katika sehemu aliyonayo. Kwa pamoja. Kwa hiyo amal inatakana umuhimu sisi tuweke kwenye nini? Mtume anasema kwenye takwa. Zaidi muhimu uangalie kwamba hili jambo nalifanya, je, ndani yake kuna radhi ya nani? Ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala au hakuna? Kuwa na radhi ya Mwenyezi Mungu maana yake uko na ikhlas katika kile unachokifanya. Hapa hata kama ni kidogo, kama mdudu nini? Mdudu chungu kidogo, kama dharra inayozungumzwa leo, inakuwa na thamani, kwa sababu umuhimu zaidi uliotoa kwa ajili ya nini? Ya takwa. Kun bil amali bit taqwa shadda ihtimama minka bil amali bi ghairi. Kwa hiyo hautakikani kufanya jambo bila kuwepo na takwa ndani yake. Fa innahu, sikiza haya maneno ya Mtume, fa innahu la yaqillu amalu bit taqwa. Amal yoyote ambayo ndani yake iko na nini? Iko na takwa, iko na hofu ya Mwenyezi Mungu, amali hii haiwi ndogo hata siku moja. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Haiwi nini? Haiwi ndogo. Inakuwa ndogo mbele ya macho yako wewe na macho ya binadamu wa kawaida, lakini mbele ya mahesabu ya Mwenyezi Mungu, mahesabu ya kimungu, si ndogo. Kwa sababu ndani yake kuna nini? Kuna takwa, kuna hofu ya nani? Ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anasema wa kaifa yaqilu amalu yataqabbal, na vipi amali ndogo, yani amali itakuwa ni ndogo ambayo mbele ya Mwenyezi Mungu inafanya nini? Inakubaliwa. Na akatoa dalili ya aya ya Mwenyezi Mungu, inma yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Mwenyezi Mungu anakubali amali ambayo ndani yake ina hofu ya nani? Ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nadhani kisa cha Habil na Kabil kiko machoni mwenu na kila mmoja anaona. Inma yataqabbalu Allahu minal muttaqin.
Mwenyezi Mungu anawakubali wale wanaoyatenda mambo yao yakiwa ndani yana takwa na hofu ya nani? Ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo jambo unaliona wewe ni dogo, lakini likiwa na hofu ya Mungu, hili jambo ni nini? Ni kubwa mbele ya nani? Ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo insha Allah Ta'ala, masiku yanavyoenda, insha Allah kila mmoja awe na mchango katika haraka hii na katika majalisi hizi za al-Imam al-Hussein alayhi salam, na Mwenyezi Mungu sote atatulipa na sote amali zetu ataziweka katika hisabu ambazo ni hisabu za ridha ya nani? Ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Atatulipa kulingana na takwa yetu na kiwango chetu cha hofu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tukimalizia, masiku haya ni masiku ambayo tunatakikana kujiweka katika hali maalum, kama vile tunavyohusiwa katika miezi mbalimbali. Kila mwezi una mambo yake. Mwezi huu wa Muharram, moja ya vitu muhimu ambao tunatakikana kuwa navyo ni kudhihirisha huzuni na kujiepusha na mambo yote ambayo yanaonekana watu kuwa na nini? Na furaha. Na maimamu wetu wanatufundisha kwamba ilikuwa ukifika mwezi wa Muharram, baadhi ya maimamu au maimamu wetu katika thakafa zao na namna walivyokuwa wanaishi katika mwezi huu, ilikuwa hawaonekani wakiwa wanafanya nini? Wanacheka, bali wanabaki katika huzuni ukiingia mwezi wa Muharram. Na ikifika siku ya Ashura, inakuwa siku ile ndio siku ya huzuni zao, hasa kwa sababu ndio siku ndani yake aliuliwa al-Imam al-Hussein alayhi salam, kama vile alichinjwa imam, kama vile anavyochinjwa mnyama. Bali zaidi ya hapo, kama anavyoeleza Imam Zainul Abidin alayhi salam, kwamba mnyama angalau watu humnywesha maji kabla ya mchinje, lakini al-Imam al-Hussein nafasi pia ya hilo halikutokea, bali aliuliwa akiwa na kiu. La hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim. Wa sayalamu alladhina zalamu ala Muhammadin ayya munqalabin yanqalibun wala aqibatu lilmuttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin. Tunaomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa haki ya majalisi hizi, kila mwenye haja Mwenyezi Mungu amkidhie haja zake, kila mwenye matatizo Mwenyezi Mungu amuondolee, na vijana wetu Mwenyezi Mungu awaongoze katika njia ambayo ni sahihi, waipende dini yao, wachangie katika harakati zetu hizi za kidini. Mwenyezi Mungu afanye haraka kudhihiri kwa imamu wetu wa zama, kwa sababu dhulma imeenea kiasi ambacho tunasubiri dhuhuri ya Imamu al-Hujja al-Muntadhar ajalallahu farajahu sharif. Insha Allah Ta'ala, Mwenyezi Mungu sote atupe mwisho mwema, na kwa arwah za waliotangulia mbele ya haki, waliokuwa katika viwanja vyetu hivyo tuliokuwa nao katika majalisi zilizopita, na wote ambao wanatuhusu, tuwapelekee suratul Mubarak al-Fatiha. Ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-Rahman ar-Rahim,